Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Wananchi wa kata ya Mbelekese iliyopo Iramba Magharibi, wakati kamati ya PSC tumefanya kutembelea pale kwenye minara, walionyesha wana adha ya kituo cha afya takriban kilomita 42, na walianza zamani wakajenga wakaishia kwenye msingi tu. Wana shida sana. Sasa ni kwa nini serikali isiwape priority kwenda kuwajengea kituo cha afya kuzingatia wako mbali na hospitali ya wilaya? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze Mheshimiwa Esther Matiku kwa swali lake hili zuri, na naomba niendelee kutaarifu kwamba serikali inatambua kuna maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa sana wa vituo hivi muhimu vya kutolea huduma ya afya msingi, na hata katika eneo hili la Mbelekese tayari serikali inafahamu jimbo la Iramba Magharibi kwamba kuna uhitaji wa kituo hichi cha afya, na Mheshimiwa mbunge wa jimbo amekuwa akipaza sauti yake kusemea uhitaji huu mkubwa wa ujenzi wa kituo hichi cha afya. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inaendelea na taratibu za kukifikia hichi kituo cha afya ili kiweze kukamilishwa na kiweze kutoa huduma bora za afya kwa ndugu zetu wa Iramba Magharibi. Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Makamu wa Rais, Mheshimiwa Mariam Azan. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali ina mpango gani wa kumaliza kutatua kero za muungano zilizobaki, ikizingatiwa kuwa imefanya kazi kubwa hadi kubakiza kero 4 tu? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Hamis Hamza Hamis. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeweka utaratibu wa kutatua changamoto za muungano kupitia mfumo rasmi wa vikao vya kamati ya pamoja ya SMZ na SMT ya kushughulikia masuala ya muungano. Lengo la vikao hivi ni kuhakikisha changamoto zote zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Kamati hii imesaidia kwa kiasi kikubwa kumaliza changamoto 22 kati ya changamoto 25 zilizoibuliwa tangu mwaka 2026. Aidha, serikali zote mbili zitaendelea kuratibu vikao vya kamati ya pamoja ya SMZ na SMT ambao kikao cha mwisho cha kamati hiyo kilifanyika tarehe 4 Aprili 2025 Ikulu Dar es Salaam kujadili hoja 4 za muungano zilizobakia, na hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru. Mheshimiwa Mariam. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa kumeibuka wimbi la upotoshaji wa ukweli kuhusu muungano huu, je, nini kauli ya serikali kuhusu upotoshaji wa muungano huu? Swali la pili, kwa kuwa muungano huu ni Tanganyika na Zanzibar, je, mpaka sasa ni taasisi ngapi za muungano zimeshafunguliwa Zanzibar? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kwa ruhusa yako nijibu masuala mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mariam Wazani Mwinyi, mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Kusini Pemba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kumeibuka ombo ya baadhi ya watu wanapotosha kuhusu historia, maendeleo, chimbuko na ukweli kuhusu muungano huu. Lakini sisi kama ofisi ya Rais Muungano tunaosimamia muungano na mazingira, tumefika wakati tumeona changamoto kubwa ni kwamba pamoja na kazi kubwa tuliyoifanya, bado kuna baadhi ya wananchi hawajafikiwa na taaluma hii ya muungano. Na ndio maana tunaendelea kuwaelimisha kupitia vyombo vya habari, redio, televisheni, magazeti na mitandao ya kijamii. Tunatoa majarida pamoja na makongamano mbalimbali ili lengo na madhumuni wananchi waweze kufahamu ukweli kuhusu huu muungano. Aidha, tumekuwa tunatoa vitabu mbalimbali, vitabu ambavyo vimeeleza historia, ukweli. Lakini nichukue fursa hii Mheshimiwa, ni waonye sana wananchi wa Tanzania waache baadhi yao tabia ya kubeza muungano huu, kwa sababu hapa tulipo ni kwa sababu ya nguvu na muungano huu. Aidha Mheshimiwa, nichukue fursa hii nimwambie tu Mheshimiwa kwamba jumla ya taasisi 33 za muungano zimeshafunguliwa Zanzibar na zimeshaanza kufanya kazi, na hivi tunavyozungumza zinatoa huduma kwa wananchi. Tunayo jeshi la polisi, tunao uhamiaji, tunao NIDA, tunao DOT, wapo TRA, zipo taasisi nyingi zimeshafunguliwa na zinafanya kazi Mheshimiwa. Lakini pia kuna ofisi ya bunge pale ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano ipo Zanzibar. Mheshimiwa, nakushukuru. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Nishati. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika.
Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.